Na hali gani mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya SUA SDA Media, na tunakukaribisha katika maendelezo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza pamoja ya bobea andikoni. Na leo tunaanza robo yetu ya pili, ikiwa tunasoma pia la kwanza, tukiwa tumemaliza kujifunza lesoni ya robo ya kwanza ikiwa ni inahusiana kutetea imani. Na lesoni ya robo hii, robo ya pili, ni kukua katika uhusiano na Mungu. Na lesoni hii inakuja wakati mwafaka ikikuhitaji wewe pamoja na mimi kutafakari mtu mmoja binafsi kuhusiana na mahusiano yako pamoja na Mungu. Mahusiano yaliyo ya muhimu zaidi kwa kila mwanadamu na kila mtu ni mahusiano yako wewe pamoja na Mungu. Mahusiano haya ndio ambayo yanaamua kwamba wewe utaishije maisha ya hapa, lakini pia maisha ya hapo baadaye. Kwa siku ya leo tutakuwa pamoja na walimu wenzangu hapa tukiwa tunajifunza pamoja nawe. Kwa hivyo ni kusina kukuomba endelea kuwasiliana pamoja nasi tukajifunze pamoja, na kila mmoja atapata kubarikiwa katika masomo haya. Na kwa somo la kwanza tutakuwa na somo la kwanza ambalo linasema kupima uhalisia. Kupima uhalisia, na tutajifunza na tutaangalia walimu wenzangu hapa watajaribu kuchambua kwa namna ambavyo Roho wa Mungu atatuongoza. Na kabla ya kuanza, nimkaribishe Madam Anoda aweze kutupatia ombi la ufunguzi. Madam, karibu. Tuombe. Uhimidiwe Mungu wetu, tunakushukuru kwa wasaa huu tena. Tunakualika utufundishe sisi hadi wale watazamaji wanaotufuatilia. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Asante. Kuna wakati ambao kila mmoja tunawaza na kufikiria kwamba uhusiano wangu pamoja na Mungu umefikia wapi. Lakini pia kama Yesu angekuuliza uhusiano wako na yeye umefikia wapi, inakuwa ni changamoto na mtu asingeweza kuelewa. Hivi leo tutapata uzoefu kidogo wa mtu ambaye naye pia atatuambia na atatuelezea kuhusiana na uzoefu wake yeye na Mungu wake. Na Mwalimu Godi atatuelezea kwamba ingetokea Yesu akauliza kuhusiana na uhusiano wako, unafikiri angeuelezeaje kuhusiana na uhusiano wako? Kumbuka tunapima uhalisia lakini pia kuangalia uhusiano na Mungu. Karibu. Asante ndugu walimu. Ikiwa Yesu angeuliza juu ya uhusiano wetu na Mungu, angesemaje? Ukweli ni kwamba Yesu ameeleza namna ambavyo uhalisia upo juu ya uhusiano wetu pamoja na Mungu katika siku hizi za mwisho, na ameeleza katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 kuanzia ya 14 hadi 22 pale. Kwanza anaanza kwa kujitambulisha kwamba yeye ni shahidi mwaminifu. Na tunafahamu kwamba ikiwa Yesu ni shahidi mwaminifu, tafsiri yake ni kwamba kile ambacho anakisema ni cha kweli. Kwa hiyo anaanza kusema pale kwamba, na anajitambulisha kwamba sio tu kwamba ni shahidi wa kweli, lakini pia anatufahamu. Anasema katika aya ya 15, anasema nayajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa hiyo wakati Yesu anapokuwa akituangalia juu ya uhusiano wetu pamoja na Mungu katika siku hizi za mwisho, uhusiano wetu na Mungu bado ni mbovu sana. Licha ya kuwa wakati fulani tunaweza tukahisi kwamba ni tumeridhika, lakini ukweli ni kwamba uhusiano wetu na Mungu ni mdogo. Na Yesu anatamani katika siku hizi za mwisho tuwe na uhusiano mkuu pamoja naye kwa ajili ya wokovu wetu. Asante sana. Wokovu na wa Yesu unatutaka kila mmoja wetu tuwe karibu, na anasema uhusiano wetu na Mungu ni kama umekuwa ni wa mbali. Na ni kusomea maswali haya ambayo ya kuletea tafakari nzuri, lakini pia uweze kujiuliza maswali haya kwamba katika maswali haya wewe uko upande gani na mahusiano yako na Mungu yamefikia wapi? Swali la kwanza ambalo unapaswa kujiuliza ni ungewezaje kuelezea uhusiano wako na Mungu? Je, ni hai na imara? Je, unawekeza muda katika uhusiano huu kuchunguza neno lake lililovuviwa na kuzungumza naye kama rafiki? Ikiwa ndio, unatumia muda kiasi gani? Je, unahisi kusukuma kuambia wengine kuhusu uhusiano wako na Mungu kwa sababu ndio uhusiano wa ajabu zaidi maishani mwako?
Au je, uhusiano wako na Mungu umedhoofika kadri muda unavyosonga? Jiulize maswali hayo, halafu chukua maamuzi. Malaika wanashangaa kwa sababu wakati unaanza kuamini uhusiano wako na Mungu ulikuwa ni uhusiano ambao ni mzuri sana, lakini kwa sasa uhusiano umepungua. Malaika wanashangaa. Lakini kunayo haja ya kula pamoja na Yesu. Na kama kunayo haja ya kula pamoja na Yesu, dada Monica atatuelezea yeye anafikiria kuna haja gani ya kula pamoja na Yesu, lakini pia tunawezaje kula pamoja na Yesu. Madam, karibu. Asante mwalimu. Kuna haja kubwa ya kula pamoja na Yesu kwa sababu Yesu anatutaka sisi tumtafute kwa bidii kila siku, lakini pia anatutaka tukuze upendo wetu kwake, kwa sababu Yesu yeye mwenyewe hayuko tayari kutuacha hata dakika moja. Kwa kila sekunde yuko pamoja na sisi akituhakikishia ulinzi, lakini pia na uzima. Lakini pia Mungu anatamani tutubu kwa kila dakika, kwa kila saa, kwa sababu sisi ni wenye dhambi. Sio mpaka ambapo tutakapojisikia kwamba sisi tumefadhaika na kujionekana kama tuna hatia ndipo tutubu. Lakini yeye anataka tufanyaje? Tutubu kila wakati, kwa sababu ndipo wokovu wetu ulipo. Lakini pia tukisema katika kitabu cha Ufunuo 3 fungu la 20 nasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, nami pamoja nami. Kwa jinsi hivyo ndivyo tunavyoweza kuwa pamoja na Yesu. Kuna haja kubwa. Lakini tunawezaje sasa? Tunaweza ambapo tutaweza kutubu na kurejea. Tukitubu na kurejea, tutamuomba Mungu, tutasoma neno, tutajifunza kwake, lakini pia tutamwamini kwa kila kitu. Asante. Tunaweza kula pamoja na Mungu kwa kutubu, kusoma neno na kurejea kwake kila wakati. Na kabla tujaenda mbali sana, nikukumbushe tu kwamba tuko somo la kwanza na robo ya pili, na tukiwa na fungu elekezi katika kitabu cha Ufunuo 3 kuanzia mstari wa 18 mpaka 20. Na kwa sasa nimkaribishe Mwalimu Godi atusomee kwenye fungu letu ambalo tumependekeza na tunaweza kulikariri kwa wakati huu la Ufunuo 3 na mstari wa 19. Mwalimu, karibu. Asante. Ufunuo 3:19, neno la Mungu linasema, wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Asante. Mimi ni wapendao na wakemea na kuwarudi, uwe na bidii ukatubu. Ndilo ambavyo Yesu anasema. Tukitubu tunarejea kwake na kula pamoja naye. Kumbuka katika Ufunuo 3:18 mpaka 20 inaelezea kuhusiana na hali zetu za kiroho tulizonazo. Na kwa sababu hiyo sasa unatakiwa ukumbuke mambo haya kadhaa ambayo watu wa Laodikia walioelezewa mahali hapa walikuwa nayo. Walikuwa wao wameridhika na kila kitu, lakini pia walikuwa hawajali kuhusiana na mambo ambayo yalikuwa yanaendelea, mambo ya Mungu. Hivyo kuliwapelekea kuwa mbali na Mungu na kuwa na uvuguvugu. Sasa kuna wakati ambao hali ya kutokujali na tufanya kuwa mbali au kuhatarisha mahusiano yetu na Mungu. Sasa mtu anajiuliza kwamba anawezaje kushinda hali ya kutokujali. Mwalimu Anoda yeye atatuelezea na kutupatia ufafanuzi wa kuhusiana na namna ya kushinda hali ya kutojali. Madamu, karibu. Asante mwalimu. Kwa kweli imekuwa ni swala la kuhuzunisha sana kwa Yesu anapotuangalia wanadamu kwa kizazi cha sasa. Tumekuwa ambao hatujali kabisa. Hali zetu za kiroho zimeshuka, tumepuuza maombi, tumepuuza usomaji wa maandiko, lakini hata huduma yetu tuliopewa tumepuuza. Lakini Yesu anatambua ya kwamba hali tunayopitia ni ngumu. Anatambua kwamba mwanadamu yupo katika dunia ambayo tayari imeathiriwa na dhambi. Yesu anatambua. Ijapokuwa yeye hakutenda dhambi, lakini anatambua kwamba namna gani tunapitia ugumu katika kukabiliana na hayo yote. Na
kushinda hali ya kutokujali inawezekana kwa namna gani? Katika kitabu cha Ufunuo 3:20 tunaambiwa kwamba Yesu anabisha mlango na anahitaji umfungulie. Kwa hiyo unapokuwa ukisikia sauti au mwito kwamba acha jambo fulani, kuna wakati hadi unajihisi mwenyewe kwamba mbona nimepuuza maombi, mbona nimepuuza sisomi maandiko, lakini hiyo yote unapuuzia, unasema hamna, nitafanya kesho. Lakini Yesu kila siku anabisha mlango, anataka tumfungulie. Kwa hiyo tunaporuhusu Yesu na kumfungulia mlango, naye ataingia. Atakapoingia atatubadilisha kabisa, nasi tutafanana naye. Asante. Asante sana Madam Anoda kwa kuweza kutuelezea na kutuambia namna pekee ya kushinda kutokujali ni kumkaribisha Yesu. Maana yeye anabisha mlangoni, anahitaji tumfungulie. Lakini pia lazima tutambue kwamba lazima ili uweze kushinda hali ya kutojali, lazima uweze kutambua udhaifu wako. Maana usipotambua udhaifu wako, hali ya kutokujali itaendelea kukutesa daima na kila siku. Lakini tukumbuke kwamba pia Mungu ametupatia uwezo mkubwa sana ambao tuko nao ndani. Na yeye akitutazama anao tunao uwezo mkubwa, lakini uwezo ambao tumepewa hatuutumii vizuri. Hivyo kila mmoja awaze na kukaa na kutafakari kuhusiana na uwezo ambao tumeweza kupewa. Na mwisho kabisa tumeahidiwa ushindi hata katikati ya mambo kama hayo ambayo yanaendelea. Mungu anatamani kukaa pamoja nasi. Na kuna wakati kila mmoja akitafakari kukaa pamoja na Mungu anaona kama vile ni kazi ambayo ni kazi ngumu. Sasa Mwalimu Lesia yeye atatuambia ni kwa namna gani ambavyo tunaweza kukaa pamoja na Mungu. Lakini sio hivyo tu, ataweza kuelezea kuhusiana na fungu la Yohana 15 ambalo yeye anasema kwamba yeye ni mzabibu. Sasa Madam Lesia yeye atatuelezea namna ya kuunganishwa na mzabibu. Atatupatia maelezo ili tuweze kupata namna ya kukaa ndani ya Yesu. Madam, karibu. Asante ndugu mwalimu. Ni dakika za mwishoni kabisa wakati Yesu akiwa kabla ya kusulubiwa kwake, wakati akiwa na wanafunzi wake anawaambia kwamba anawaelezea aina ya uhusiano ambao anatamani wao waweze kuwa nao. Yaani uhusiano kati ya yeye pamoja na wanafunzi wake. Na katika kuelezea hivyo ni katika kitabu cha Yohana sura ya 15 anasema kwamba mimi ndimi mzabibu wa kweli. Yeye anajielezea kama mzabibu, lakini anaelezea wanafunzi wake kama matawi. Kwa asili ya kawaida tukijifunza kwa mzabibu ni kwamba wakati wa baridi kali majani yake yana tabia ya kunyauka. Lakini inapofika wakati wa machipukizi huu mzabibu joto linapokuwa limeongezeka linafyonzwa chini, halafu maji yanaanza kupanda kutoka chini ardhini au kwenye mizizi kuja kwenye shina. Sasa Yesu anaelezea kwamba yeye ni mzabibu na anataka wanafunzi wake wawe kama matawi, kwamba mzabibu au shina peke yake, matawi hayawezi kujitegemea peke yake. Yaani wanafunzi ambao wamewaelezea kama matawi hayawezi kukaa peke yake, isipokuwa ni lazima yaungane na shina ambaye yeye anajitambulisha kama shina. Yesu anatamani sana kwamba anasema kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Yeye anatamani kwamba wanafunzi wakae ndani ya Yesu, lakini pia yeye ndipo atapata uwezo wa kukaa, yeye ndipo atakaa ndani yao. Na hii ni kumaanisha kwamba anataka wanafunzi waweze kuishi sawa sana maagizo yake vile ambavyo yeye anatamani. Ni uhusiano ambao ni wa karibu sana, kwamba anatamani tugundue kwamba sisi pia tunamtegemea sana yeye na kwamba sisi bila yeye si chochote. Hivyo sasa huu ni mfano ambao ni mzuri ambao pia katika maisha yetu ya kila siku unatusaidia kwamba tunataka kugundua kwamba sisi bila yeye si chochote. Yaani ikiwa yeye ndiye mzabibu na yeye ndiye shina, sisi matawi peke yetu hatuwezi. Hivyo Yesu anatamani sana tuwe na uhusiano wa karibu sana kiasi kwamba tugundue kwamba sisi bila yeye si chochote kabisa. Asante ndugu. Asante sana. Bila Yesu sisi si chochote kabisa. Ndivyo ambavyo Mwalimu Lesia yeye ameweza kutuambia. Lakini kumbuka kwamba uhusiano wako na Mungu ndio uhusiano mkubwa na uhusiano wa pekee na muhimu zaidi ambao unatakiwa kudumishwa. Ukitaka kuwa na ndoa njema itafaa sana kama uhusiano wako utakuwa
ni imara kwa Mungu. Lakini pia ukitaka kufanikiwa katika mambo yako, itafaa sana kama uhusiano wako na Mungu uko imara. Vivyo hivyo tunatarajia wote uzima wa milele. Lazima maisha yetu na uhusiano wetu na Mungu uweze kuwa imara. Na kumbuka sisi ni kama chipukizi. Chipukizi ili uweze kukaa vizuri, wala ambao wanapandikiza mazao lazima likae katika tawi ambalo linastawi vizuri. Na sisi kama chipukizi tunahitaji kuwa hai katika mzabibu ambao ni hai. Mzabibu ambao amesema Yesu mwenyewe amesema yeye ni mzabibu na sisi ni matawi. Sisi matawi hatuwezi kustawi kwa vyovyote vile. Lazima tuwe ndani ya Yesu ili tuweze kustawi vizuri. Sasa nikisalia kwa Mwalimu Lesia, ametuambia kwamba ili tuweze kuunganishwa tunatakiwa tuwe ndani ya Yesu. Japo kuna wengine wanasema kwamba kukaa ndani ya Yesu ni jambo gumu. Sasa natamani Madam Lesia yeye afikirie maisha yake kisha atuambie matukio ambayo yeye yanaweza kumuingiza. Anaweza katafakari matukio ambayo yanaweza akamfanya awe na uzembe wa kiroho. Na matukio gani mengine ambayo yanaweza akamfanya akiyaona yanamvuta tena karibu na Mungu. Madamu, karibu. Asante sana kwa swali zuri ndugu mwalimu. Kiukweli nikiangalia maisha yangu, mara nyingi sana nimepoteza uhusiano wangu mimi na Mungu. Shughuli za maisha za kila siku, mara nyingi sana najikuta nimekuwa nikifanya mambo yangu zaidi kuliko kuwa na muda na Mungu. Kiasi kwamba nakosa hata muda wa kuongea hata kidogo tu na Mungu. Hasa ninapogundua kwamba wakati mwingine mambo yangu yanaenda hata bila kumwambia Mungu. Ninapoamka naona napumua, nafanya kila kitu vizuri, nakula, basi nasahau kabisa kwamba kuna anayeniwezesha. Lakini sio hivyo tu, kuna matukio ya kijamii, sherehe, misiba na vitu kama hivyo mara nyingi sana vimekuwa vikinifanya nisahau kabisa kwamba kuna Mungu. Lakini pia nikija kwa upande mwingine kwamba vitu gani pia vinaweza kunirudisha au vikanisaidia kurejesha uhusiano wangu mimi na Mungu, au kwa namna gani ninaweza nikarejesha uhusiano wangu mimi na Mungu. Wakati fulani mikutano ya kidini inanisaidia pia. Ipo mikutano mingi, watu wa Mungu wanatukumbusha neno la Mungu kila siku. Lakini pia maombi, kupitia watumishi wa Mungu pia wanatuombea. Hayo pia ni miongoni mwa mambo ambayo yananifanya narudisha uhusiano wangu na Mungu hata kama naweza kuwa nimeenda mbali sana. Asante sana. Ni matukio ambayo Mwalimu Lesia yeye yanamfanya kuwa mbali na Mungu. Harakati za maisha ya dunia katika utafutaji. Nadhani pia na wewe ukifikiria, ukikaa ukiwaza, ni kwamba muda mwingi sana unaotumia katika kuwaza namna ya kupata fedha, lakini pia kusolve maisha yako ambayo unaishi kwayo. Na kuna wakati mwingine starehe zinakuwa ni nyingi, unasahau hata kurejesha uhusiano wako na Mungu. Sasa Madam Lesia yeye amesema kinachomsaidia wakati mwingine akiwa ametanga mbali uhusiano wake na Mungu ni mikutano ya kidini. Na niwewe pia nikusi na kukuomba, ukiwa una muda usikae peke yako. Ukikaa peke yako hautapata kurejesha uhusiano wako, maana mahali ambapo unakutanika watu wengi tunapata kubadilishana mawazo na kupeana uzoefu. Kupitia uzoefu wa mtu fulani wewe unapata kurudisha uhusiano wako vizuri na Mungu. Usikose kuhudhuria katika mikutano ya ibada. Sasa kwa sababu Biblia pia imetuelezea kwamba kuna wakati ambapo hali zetu za kiroho zinakuwa ni hazieleweki, zinakuwa ni baridi, sio baridi wala sio moto. Madam Anoida, Biblia inaposema kwamba hali zetu za kiroho sio moto wala baridi, inamaanisha nini? Asante kwa swali zuri. Biblia inaposema ya kwamba hali zetu za kiroho si moto wala si baridi, hayo ni matendo yetu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 15 inaanza kusema ya kwamba nayajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Kwa hiyo jibu liko hapa mwanzoni, nayajua matendo yako. Matendo yetu hayaeleweki.
tuko upande wa shetani, tuko upande wa Mungu. Huku tupo, huku tupo. Kwa hiyo Mungu anatuona ni watu ambao hatuna mwelekeo. Tupo kwa shetani au tupo kwake. Ile kwa mfano, twende kwenye uhalisia wa maisha. Kanisani nakuja kwa mfano siku hizi nakuta lifestyle za mavazi. Mtu akiwa huko nje, sio siku ya Sabato, anavaa hovyo, ila akija kanisani anavaa vizuri. Mungu hatuelewi. Sisi ni watu wa namna gani? Yaani tunakuwa kama tumechanganyikiwa. Kwa hiyo tuchague moja. Tuchague kwamba tunakuwa moto, tuwe moto, au baridi, tuwe baridi. Na inawezekana tukiruhusu Yesu aingie maishani mwetu. Asante. Asante sana. Unatakiwa kuchagua hivi leo. Usiishi maisha ambayo leo ukiwa upande fulani unafanya vitu fulani, na ukiwa upande fulani unafanya, yani unakuwa unabadilika kulingana na matukio. Mungu hicho kitu hakitaki. Anasema ukiwa kama hivyo unakuwa unakuwa vuguvugu, na amesema ukiwa vuguvugu anakutapika. Kwa hiyo mpendwa, usiwe katika hali hiyo. Eleweka ni kwamba wewe ni uko upande gani. Kama umeamua kumtumikia Mungu, mtumikie Mungu kwa moyo wako wote na kwa kila wakati uwe katika utukufu wake. Usibadilike kulingana na mazingira, maana Mungu anasema yeye atakutapika. Na kwa namna hiyo, na kwa sababu kuna wakati ambao tumekula pamoja na Yesu, lakini Mungu alitenda jambo kubwa sana, akamtoa mwanae wa pekee akafa msalabani, Yesu Kristo. Sasa natamani Madam Monica yeye atuambie anavyokuwa anatafakari msalaba, anavyotafakari msalaba, anapata msukumo gani katika kufanya uamuzi wa kula pamoja na Yesu. Karibu. Asante mwalimu. Msalabani ni jambo kubwa. Sikustahili mimi, ni neema tu. Soma katika kitabu cha Yohana 3:16. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwamba msalaba unatuhakikishia uzima wa milele, lakini pia ni upendo wa Mungu kwetu. Jiulize kwamba kama Mungu asingetupenda tungekuwa wapi sisi leo? Kwamba msalaba ndio kila kitu katika maisha yetu. Kwa hiyo unatupa nguvu ya kusogea tena na tena mbele za nani? Za Mungu. Asante. Asante sana. Msalaba unatupa nguvu ya kusogea tena na tena mbele za Mungu. Kwa kweli isingelikuwa msalaba, sisi wokovu wetu usingeliweza kukamilika. Kwa msalaba tunapata nguvu, na kwa msalaba tunapata kurudisha tena uhusiano wetu. Maneno haya ya kupatia nguvu, wewe ambaye umekata tamaa, ya kupatia nguvu. Mungu alitupenda kabla hatujazaliwa. Alipanga kuwa na uhusiano pamoja nasi. Hututafuta kama mchungaji mwema na kutualika kukaa ndani yake kila siku. Tunachohitaji ni kuchagua kumitikia na kisha kubadilisha unyonge wetu na hali yetu ya Laodikia kwa vipawa vyake vyema. Kama vile ukuaji wa polepole wa matawi ya mzabibu, uhusiano wetu na Mungu unaweza kukua taratibu au unaweza kuja kwa ghafla kutokana na mvua inayohitajika sana. Haidhuru kasi ya ukuaji wetu au wingi wa matunda yanayozalishwa katika maisha yetu. Tunahitaji utomvu wa kila siku, yani Roho Mtakatifu, ili kuhakikisha kwamba tunabaki tumeunganishwa na Yesu. Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Tunahitaji tu Roho Mtakatifu ambaye yeye ataendelea kunyeshea sisi, maana tumeunganishwa. Sisi ni vipandikizi. Tumepandikizwa kwa mzabibu ambao ni Yesu Kristo. Kama tumepandikizwa, tunahitaji kila siku tumwagiliwe ili tuweze kukua na tupate kuchanua tena. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Hivyo usikae mbali, endelea kumwomba Roho Mtakatifu aendelee kuwa kiongozi wako. Sasa kuna wakati ambao tunatamani sana kuwa watu wa namna hiyo. Tunatamani sana tuendelee kukua kila siku tukiwa ndani ya Kristo. Lakini tukutana na vizuizi. Mwalimu Godi,
yeye atatueleza, tunatamani atuelezee na tuweze kujua ni vizuizi vipi vinazuia uhusiano wake yeye na Mungu, lakini pia katika vizuizi kama hivyo anachukua uamuzi gani kufanya uhusiano wake uwe karibu na Mungu tena. Karibu Mwalimu Godi. Asante ndugu mwalimu. Viko vizuizi vingi mimi binafsi ambavyo vinanizuia kuwa na uhusiano wa karibu sana na Mungu. Moja miongoni mwa vizuizi hivyo ni kuhisi kuridhika. Yaani kuna wakati nahisi kuridhika kiasi kwamba simuhitaji nani? Mungu. Na katika hali kama hiyo ninajiona niko salama hata katika wakati ambapo siko salama. Na wakati fulani kwa kusoma neno la Mungu linanionya. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Ninapozungumza au ninaposoma neno la Mungu kuhusu habari ya Yesu, Yesu mwenyewe alitoa kauli akasema, wakati uonapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu unapofanya nini? Unapokujia. Kwa hiyo hali ya kuhisi kuridhika kimsingi ni hali ya hatari sana. Na wakati fulani ninaposoma neno la Mungu linanionya, napata hamasa na kufanya maamuzi ya kuwa na ukaribu na Yesu. Lakini jambo la pili ambalo kimsingi pia linanizuia ni vipaumbele. Au naweza nikasema ni muda. Yaani wakati fulani na linapokuja jambo kuhusu Mungu ninaliweka pembeni. Lakini hii inatoa tafsiri kwamba nina muda kidogo sana na nani? Na Mungu. Kwa jambo la pili ni vipaumbele. Wakati fulani vipaumbele vyetu vinakuwa sio Mungu. Na kwa kuwa vipaumbele vyetu sio Mungu, tafsiri yake ni kwamba tunatumia muda mchache sana na Mungu. Lakini pia wakati huo tutafakari kwamba muda ni jambo la msingi sana katika kudumisha nini? Mahusiano. Yaani mahusiano bila kuwa na muda wa karibu haiwezekani yakadumu. Kwa hiyo muda au vipaumbele wakati fulani, lakini pia kuhisi kuridhika ni mambo mawili makubwa ambayo yananizuia kuwa na uhusiano wa karibu sana na Mungu. Asante sana. Kuridhika, kuhisi kwamba umetosheka, hauhitaji tena nguvu ya Mungu, kunafanya unakuwa mbali na Mungu. Hivyo Mwalimu Godi amesema ni mambo ambayo yanamfanya anakuwa mbali na Mungu. Ila neno la Mungu linamuonya na kumhitaji arudi tena. Vivyo hivyo katika Ufunuo 3 imeandika, inasema kwamba wewe umesema ni tajiri, hauna haja tena. Ila Mungu ametoa ushauri, amesema njoo ununue kwangu dhahabu iliyo safi. Kwa hiyo kila mmoja usione hiyo hadi ulionayo ya kuridhika ya kutokwenda katika mikusanyiko ya ibada ukisema wewe umetosheka. Bado hujatosheka. Mungu anakuita na kushauri njoo tena ununue dhahabu kwake. Na tunavyokuwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa somo hili la kwanza, ninakuhusia na kukuomba maneno haya ya kusaidia, lakini ya kuandae vizuri kwa ajili ya kuweza kuimaliza robo hii ya pili ukiwa na uhusiano mzuri pamoja na Mungu. Uhusiano wako na Mungu ndio uhusiano wako muhimu kuliko yote. Sasa usichelewe kujenga, kuimarisha na kufanya uwe imara kadri iwezekanavyo. Mtu anaweza kujiuliza ni wakati gani naweza nikafanya uhusiano wangu na Mungu kudumu? Ni sasa hivi. Sasa hivi si wakati fulani baadaye. Ndio wakati wa kufanya kazi juu ya uhusiano huu. Uhusiano ambao utaathiri kila kitu kingine. Ndoa yako itafaa ikiwa na uhusiano mzuri. Malezi yako ikifaa itafaa. Urafiki wako, uamuzi wako wa kifedha, mapumziko yako, matarajio yako, na bila shaka hatima yako ya milele inategemea uhusiano wa Mungu. Kumbuka somo hili na robo hii inahusiana na uhusiano wako binafsi na Mungu. Sio uhusiano na mtu mwingine, uhusiano wako binafsi na Mungu ukoje. Masomo haya yameandikwa kwa mtindo wa mtu binafsi zaidi, kwa kuwa ya mahusiano Mungu na mtu binafsi. Mungu anataka kuwa pamoja nasi. Na kwa sababu hiyo robo hii tutajifunza mambo hayo. Kumbuka kwamba hatukimbii mbio peke yetu. Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi. Na nikushukuru wewe ambaye umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo na mpaka tunafikia tamati. Bwana kubariki sana. Nimkaribishe Madam Lesia kwa ajili ya kutupatia ombi. Karibu madam. Tuombe. Asante Mungu kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Asante kwa sababu umekuwa pamoja na mfuatiliaji na msikilizaji wa kipindi hichi. Tunaamini kwamba utakuwa pamoja nasi ukitusaidia sisi kukaa ndani yako ili wewe ukaweze kukaa pamoja ndani yetu pia.
utulinde, utuongoze hata utakapokutana kwa wakati mwingine, kwa jina la Yesu, amina. Usikose kufuatilia masomo haya, endelea kutufuatilia na Mungu akubariki.